Mtaa wa Saba. Bwana, mambo vipi? Haujambo? Karibu sana hapa kwenye Mtaa wa Saba. Mimi naitwa Maona Tobias, nite kipande balozi wa mtaa wako kutokea makao makuu ya EFM na TVE hapa jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach. Na furaha kukaribisha hapa kwenye Mtaa wa Saba. Ilipo jamii ipo mitaa. Nikueleze tu kwamba leo kwenye Mtaa wa Saba director wangu ambaye amehusika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda hapa sawa, anaitwa Nasoro Buriani. Hali kadhalika yuko hapa ndugu yetu Medi ambaye amehusika kwenye graphics, bila kumsahau ndugu yetu Gwakisa mtoto wa Kinyakyusa kutokea kule Mbeya, amehusika kwenye set. Karibu sana hapa kwenye Mtaa wa Saba, tukueleze yale yaliyojiri. Nikwambie tu kwamba hivi karibuni baada ya waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega alifanya mazungumzo na wanafunzi ambao wapo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pale katika jumuiya ya wanafunzi ambao wanachukua uhandisi, na aliwaahidi shilingi milioni 10 kwa wale wanafunzi ambao watafanya vizuri, yani wataleta andiko ambalo litasaidia kuleta suluhisho la foleni, barabara ambazo huwa zinaharibika nyakati za mvua, lakini pia na makazi bora. Sasa Mheshimiwa Abdalla Ulega alizungumza nao pale katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tusikilize kile ambacho alizungumza nao wanafunzi hawa. Katika speech za viongozi zilizotangulia kusemwa zimethibitisha umuhimu wa wahandisi na future ipo kwenu wahandisi. Maendeleo makubwa ya dunia yametokana na kazi nzuri ya wahandisi, ikiwa ni pamoja na wenzenu kwa maana ya architects, kwa maana ya quantity surveyors, wote. Future ya dunia ipo kwa wanasayansi, lakini sisi tunaamini huko kwenye uhandisi ndio wako wabobezi wa hisabati, watu wenye maarifa makubwa sana, watu wenye uwezo mkubwa sana, watu wenye upana wa fikra wa kutafuta suluhu ya mambo, ndio mmejazana huko. Kwa hivyo sisi tunayo imani kubwa sana ya kwamba changamoto zetu nyingi zitatatuliwa na wahandisi, na wahandisi mnao jukumu hilo la kuhakikisha kuwa zile changamoto nyingi zinazoikabili nchi yetu, zinazoikabili taifa letu, zitapata suluhu kupitia kwenu. Na ninyi wahandisi wanafunzi, jiwekeni katika nafasi ya kujua kwamba nalo jukumu hilo. Leo nitapose challenge kwenu wahandisi kupitia chuo kikuu cha Dar es Salaam, wanafunzi na vyuo vingine pia vile vile. Natoa hapa donge nono kwa watakaoandika vizuri, wakaleta suluhu ya mambo ya namna hivyo, ili kusudi uweze kuwa ni chemchemu ya fikra chanya za kutatua changamoto zinazokabili nchi yetu. Na nataka niseme tu kwamba moja kwa moja, katika muda wote nitakaokuwa waziri wa ujenzi, kama mlezi wa wahandisi, kijana au vijana watakaoandika suluhu ya changamoto zinazotukabili, na tukakubaliana katika jopo kwamba vijana hawa anaweza kuwa ni mmoja ama ameungana na wenzake wawili, wakaandika kitu chenye kuleta jawabu ya changamoto. Mimi waziri wa ujenzi nimetenga shilingi milioni 10 kwa vijana watakaoandika vizuri, watatu wale wa mwanzo. Mtaa wa Saba. Mambo hayo, donge nono la milioni 10 kwa wanafunzi ambao wataleta andiko zuri ambalo litaleta suluhisho la foleni, lakini na barabara kuharibika nyakati za mvua, na makazi bora. Huyo ni Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega wakati akizungumza na jumuiya ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mlimani fani ya uhandisi. Lakini Mtaa wa Saba tukaona hebu tusogee pale katika Chuo Kikuu cha Mlimani kuweza kuzungumza nao kama wahandisi watarajiwa. Hilo wamelipokea vipi, lakini je,
wana mpango gani na mikakati gani katika kulifanyia kazi hili, hususan hilo donge nono la milioni 10? Sasa kama nilivyokueleza kwamba nimekuja kuzungumza na wanafunzi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya uhandisi ili niweze kufahamu kwa upande wao wana mtazamo gani na wamelipokea vipi. Hebu niambie, mlikuwa kwenye kikao na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Ulega na mlisikiliza kile ambacho amekizungumza. Alizungumza mengi sana, lakini nataka nifahamu alivyotoa ile zawadi ya milioni 10 kwamba kwa wale ambao watafanikiwa kutoa andiko zuri ambalo litaleta tija. Kwa upande wenu mmelipokea vipi kama wahandisi ambao tunawatarajia baadaye? Sisi tumelipokea kwa uzuri. Yoyote ambaye anakuwa na ubunifu kati ya matatu ambao waziri ameongelea na ameweza kutoa hiyo milioni 10 kama zawadi kwa ule mshindi. Pia alisema kwamba atakaye kuja na hiyo idea ambayo ni nzuri, atakaye kwenye maandiko ambayo itakuwa nzuri, atakuwa supported kama ataamua kuanzisha startup yake. Kwa sisi tumelipokea in a very positive way, ukizingatia sisi ni wanafunzi wa mwaka wa mwisho, mwaka wa 4 engineering. Kwa tutafikiria kwa undani na kuona ni kwa jinsi gani ambavyo tunaweza Ushaanza sasa, wewe kama wewe ushaanza labda kulifanyia kazi na vitu gani ambavyo ushaanza kuvifikiria kwa haraka? Mimi nilikuwa ninafikiria sana. Of course nilikuwa nina wazo moja la kuhusiana na expressway. Kwa mfano nilijaribu kufuatilia nikagundua kwamba nchi za wenzetu kama Kenya ambao ni majirani zetu wenyewe wana expressway, especially kwenye kupunguza foleni ambao nimeona ndio changamoto kubwa sana hususan kwa watu ambao wanaishi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo bado sijaeleweka vizuri, lakini hivyo nimefikiria upande sana. Unadhani kwa nini mara nyingi tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na foleni? Yaani foleni umekuwa ni changamoto sana, especially jiji letu ile la Dar es Salaam. Unadhani tatizo hususan ni nini? Tatizo linalofanya foleni tuhisi ni changamoto ni kwamba inatuchelewesha kufika maeneo ambayo tunahitaji kuwepo. Unaweza ukapoteza hata lisaa. Kwa mfano kama njia ya kwenda Mbezi hivi, ile njia ni nusu saa, lakini unaweza ukapoteza masaa mawili. Kwa hiyo inakuwa ni namna kama vile inatuibia kwenye uchumi, maana tunachelewa kufika labda sehemu za kazi. Kwa hiyo kuna namna tunarudisha nyuma maendeleo ya nchi, na pia ni kero hata kwa madereva, kwa sababu wanabidi wasubiri, mafuta yanakuwa kama umesimama kwenye gari. Kwa hiyo ni changamoto na ni kero kwa kweli. Kama ninawahi sehemu kazini na nashindwa kufanya vitu vyangu kwa ufanisi kwa sababu ya jinsi miundombinu ilivyokuwa ya barabara na foleni hizo. Natamani unieleze kwa hapa jiji hili la Dar es Salaam ni foleni gani ambayo kwako imekuwa ni kero mno? Hiyo barabara ukiwa unapita hunaga amani. Moja hapo ni Morogoro Road, pia Nyerere Road ni moja ya barabara ambazo zinakuwa zinanikela sana nikiwa na safari ya upande huo. Kwa nini zinanikela? Ukiangalia Morogoro Road wanafanya upanuzi wa barabara. Before tulikuwa tuna bypass zilikuwa 2, wanaongeza ile ya 3. Both side, left and right, yani kulia na kushoto. Kwa hiyo ule utanuzi wa barabara umepelekea ufinyu wa hizi barabara ambazo zilikopo zinatoa huduma. Na kitu kingine, ukiacha upanuzi wa barabara kwenye junction road maingiliano pale kuna shida sana. Unakuta traffic light hazifanyi kazi, anakuepo traffic. Sasa traffic sijui anapeana shift kwa muda gani, lakini mimi naamini katika ufanyaji kazi wa binadamu na mazingira ni ya jua, muda wote amesimama, kuna kitu kinaitwa fatigue, mtu anakuwa amechoka. Kwa hiyo badala ya kuenda na muda kwamba dakika 5 aruhusu gari za kutoka huku zipite huku na gari za kutoka huku zipite huku, unajikuta amechoka kama amezoea fulani. Kwa hiyo barabara moja anaweza akaruhusu hata dakika 10 kwa sababu ameshachoka. Sio yeye pale, akili shachoka, anategemea shift ifanyike, lakini yuko pale amechoka. Kwa mimi naamini katika hizi modern equipment kama traffic light zitaweza kusaidia sana katika masuala mazima kuondoa foleni, pia hata katika masuala ya ujenzi wa barabara. Kama nikipewa kushauri katika level yangu ya uhandisi, japo niko textile, lakini kuna kitu inaitwa fundamental of engineering ambao tunakuwa tuna base baadhi ya vitu unakuwa na idea navyo. Kama mimi ni mtaalamu wa textile kwenye ujenzi wa barabara, kuna kitu inaitwa geotextile tunakiweka pale ili kuimarisha barabara iweze kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata tukishirikishwa tunaweza kushauri kwamba unapofanya ujenzi tujaribu kutake portion ya kwamba kama tunajenga kilomita kadhaa tuibomoe, tuijenge, tumalize ili tuendelee na program nyingine. Sasa unajikuta barabara yote imefumuliwa kwa wakati mmoja. Sasa inachukua muda mrefu sana kwa sababu pesa zinaingizwa katika installment payment. Inachukua muda mrefu sana katika kuja kukamilisha ule mradi. Na wakati wangetengeneza portion, kwa mfano tuseme mtu anajenga kuanzia Kijazi kwenda mpaka Baruti
Kibo afumue ndani ya mwezi mmoja, afumue, arekebishe, amalize, aendelee na program zingine, ingerahisisha kuondoa hizi changamoto za foleni. Pia katika junction ambazo zinakuwa zinasumbua sana, wajaribu kuweka flyover, sababu itakuwa inaepusha sana watu ambao hawana haja ya kucross cut, wananyoka, watakuwa hawawezi kusimama kwa muda mrefu. Nataka nifahamu nyinyi kama wakandarasi wa baadaye, jamii inawachukuliaje pale ambapo miradi mingi tunaona inashindikana? Tunaona miradi mingi viongozi wanaenda wanamsimamisha mkandarasi kwamba aondoke, amechukua muda mrefu kukaa field na kadhalika. Jamii huwa inawachukuliaje, na kwa nini mara nyingi hayo matukio huwa yanatokea, unakuta mkandarasi anaondolewa eneo la kazi? Changamoto ni nyingi sana. Ukiona mradi umesimama, changamoto ni nyingi sana. Miongoni mwa hizo changamoto inatokea ni ongezeko la gharama ambacho kilipangwa mwanzo, labda ilipangwa mradi utajengwa kwa bilioni 1.2, lakini unakuja kushangaa baadaye kutokana na variation imepanda, imefikia viwango vingine. Kwa hiyo ile kitu kuongezeka kwa gharama ya ujenzi inasababisha miradi inachelewa. Pia kuna migogoro kati ya mkandarasi na yule client. Kuna migogoro iko mingi sana, mengine inafika mpaka mahakamani huko, nayo inasababisha miradi kuchelewa. Kuna mambo mengine hatuvi expect lakini vinatokeaga, unatokea labda kuna changamoto kubwa, labda climatic condition imebadilika. Kwa hiyo hata mradi pia inachelewa. Yaani changamoto ziko nyingi sana. Mtaa wa Saba. Sasa pamoja na haya yote ambayo wameyazungumza, sisi tukataka kufahamu kutoka kwao, hili donge nono lisije likaenda tu hivi bure. Tufahamu kutoka kwao wana ushauri gani kwa serikali, hususan Wizara ya Ujenzi. Wao kama wakandarasi watarajiwa, nini wangeweza kufanya na wangeshauri serikali kuhusiana na sakata hili kubwa la foleni na barabara kuharibika nyakati za mvua? Cha kwanza ningependa kwa shauri Wizara ya Ujenzi, kuna baadhi ya njia nyingi ambazo baadhi ya nchi ambazo zimeendelea, mfano Uingereza, Ufaransa na Singapore, kuna solution moja inaitwa park and ride lots. Hizi park and ride lots, haya ni maeneo ya wazi ambayo magari binafsi wanapaki, ambayo yako karibu na public transports, kwamba baadhi ya commuters ambao wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanaotoka nje ya mji, wanafika pale wanapaki magari, wanaingia katika hizo public transport. Hiyo inasaidia kupunguza magari katika downtowns. Actually ni miji ya kibiashara, maeneo ya kibiashara ambayo ina msongamano mkubwa wa watu. Hiyo pia itasaidia katika kupunguza foleni katika jiji letu la Dar es Salaam. Nachoweza kuishauri serikali ni kuweka nguvu nyingi katika barabara za vijijini, kutumia teknolojia ambazo zitafanya barabara hizo ziweze kuwa imara, kwa sababu kama tunavyoona kijijini, shughuli nyingi za kule vijijini kama kilimo, tunategemea sana vilimo ambavyo vinaendelea kule, ili na huku tuweze kupata mazao na chakula, tuweze kuendelea na shughuli mbalimbali huko kwetu mijini. Amicha kuishauri serikali kwa upande wangu mimi ni kwamba ili changamoto zitatulie, kwanza tunahitaji kuwa na planning, tunahitaji kuwa na sera, na pia wahandisi wanahitajika. Kwa hiyo ni cha kushauri serikali ni kwamba hizi nguzo tatu imarishwe, muungano wao uimarishwe zaidi, ili mradi kuweza kutatua hizo changamoto. Haya, tulikuwa tunaiomba sana serikali mabasi ya mwendokasi yaongezwe. Hii inaweza ikasaidia pia. Ukiangalia kwenye nchi zilizoendelea kama huko Japan, kuna usafiri wa umma na watu wengi wanaotumia. So kwamba haimaanishi kwamba mtu anayetumia usafiri wa umma basi ni maskini, hapana. Usafiri wa umma hata tajiri anaweza akatumia. Kwa hiyo mabasi yakiongezeka, inaweza ikapunguza hata magari, watu binafsi kutumia magari yao wanaweza akatumia, kwa sababu usafiri upo available na upo wa kutosha. Pia changamoto nyingine inayotokana na kuwa na foleni kubwa mabarabarani ni hizi traffic lights. Kwa hiyo tukiangalia, inabidi tuangalie nchi za wenzetu wamefanya nini ili na sisi tuje tuseme tufanye nini. Ukiangalia nchi za wenzetu wana hizi smart traffic lights, kwamba zina sense kwamba upande wa kulia magari yanakuja mengi zaidi, kwa basi zile zita sense, zile traffic lights zita sense, zitaruhusu magari ya upande huu wa kulia, magari ya kushoto. Kwa hiyo ndio hivyo ndo wanavyofanya. Mtaa wa Saba.